Thank you so much. Gani? Excellency, already can you exactly? Asante. Wanitungoje tafadhali. Nitungoje tafadhali. I sote tuhesabu from 5, 5, 4, 3, 2, 1. Wapi shangwe na vigelegele? Tutoke sasa. Kwa hivyo kama iko njia yote tunaweza kufukuza njaa, lazima tufukuze njaa. Na ndio sababu wakati nimerudi nikasema tuendeleze mambo haya ya kupeana chakula, mbolea na mahindi kwa watu wetu ambao hawajiwezi, wale wamefanywa vetings. Na nakubali kwamba kweli namba imekuwa chini kwa sababu ya budget, lakini komiti iko hapa, nataka niwaulize. Kwa sababu mwaka huu mbolea tumenunua kutoka kwa serikali, ile subsidized fertilizer. Na county government ikafanya further subsidy kupeana bure. Kwa hivyo mwaka ujao nataka niulize kama Mungu akipenda, tuongeze namba hii ifike watu 700 beneficiaries in the whole county. Kwa hivyo hii tumezindua leo Monday, na hii mmeona lori imekuja hapa. Kila ward inaenda kupata mbolea yao leo ili kuanzia kesho ama Jumatatu muweze kupeana. Hii ingine itaenda kule Bumula. Waheshimiwa, nataka niwashukuru kwa sababu budget yetu tunaleta kule kwenye assembly na mnapitisha ile programs ambayo niko nayo. Na nishukuru pia National Cereals Board, nishukuru ofisi yangu ya agriculture. Wamefanya kazi ya kutosha kwa sababu tulifikiria tunaweza kuchelewa, lakini nawashukuru sana wakaongeza bidii kwa hii mpango kufaulu leo. Mimi nataka niwatolee kofia na niwashukuru. Wacha tuende tununue, it's ready in the stores. Na tutaangalia tukiweza tunaweza kuisukuma karibu sana. Unajua Bungoma ni mbali. We can arrange so that this mbolea can be brought closer to the people ili wasitumie pesa mingi wakati ya kuchukua. Sasa nataka kuambia wakulima wa hapa, umejua hiyo sako. Hiyo sako ni sako yenu, na lazima tujiandikishe kwa hiyo sako, kwa sababu kuna pesa zinatoka kwa World Bank zenye zitakujia through hiyo sako, alafu mpate loans za interest ya chini. So mjiandikishe wote so that hizi pesa zikiingia tusiende Equity au tuende KCB au tuende Absa kutafuta pesa. Pesa zitakuwa zinapitia kwa hii sako. So namuhimiza wote mjoin as members. Kitu cha pili, ofisi yangu imeanza kufanya kitu inaitwa soil testing. Unajua hii mchanga yetu yenye tunatumia tukiweka mbolea miaka hizi zote, hiyo mbolea inaitwa inorganic. Sometimes hiyo mbolea inaharibu mchanga yetu. Sasa saa hizi tumeanza kutest hii mchanga so that tujue hii mchanga ni ya mahindi peke yake au tunaweza kupanda kahawa au avocado au hizo vitu zingine. So ofisi yangu ikikuja kutest hii mchanga, msiwafukuze kwa sababu tumeanza huo mradi wa kutest. Nataka kila mtu atest mchanga yake so that tujue tutakuza mimea gani. Kumalizia tarehe 5, tarehe 6 mwezi wa June tutakuwa na siku inaitwa Field Day huko Mabanga, na kuna kampuni nyingi sana zenye zina technologies zile mpya za kusaidia wakulima wetu. Nataka hiyo wakati ikifika wakulima wote waje Mabanga wajionee ni technologies gani, ni seeds gani zinafanya vizuri na zinafanya vizuri wapi, so that tuanze kutumia technologies za saa hizi kukuza mimea yetu. Finally, nataka muanze wakulima, muanze kitu inaitwa diversification. Muzikuze tu mahindi peke yake. Noline ndeye kaendala atore homo avocado kimisala 10 na kimisala 9. Kuna avocado inaitwa Hass avocado. Saa hizi market ziko kila mahali. Kwa wazungu huko wamependa hiyo Hass avocado. Inachukua miaka 3 to miaka 5
Kwa mti mmoja inaweka matunda 500 kwa mwaka. Tunda moja iko average ya 10 shillings. So ukisema matunda 500, ikifika hiyo miaka 5 utakuwa unatengeza shilingi 1500 kwa miti moja. So tuko tunasema ongeza hizi vitu ndio uwe na pesa mfukoni. Kuna markets. Bwana Excellency, just a few numbers. Up to now, we have distributed 95,000 bags of planting fertilizer. Already we have 20,000 bags of top dressing fertilizer in our stores. The planting fertilizer, because of this exercise, all the Mavuno planting fertilizer is coming to the sub-counties. But the other suppliers will be supplying to Bungoma NCPB depot. We are ready to serve Bungoma farmers. And tunajitolea hadi weekendi kufanyia watu wa Bungoma kazi. Asante sana, Your Excellency will serve Bungoma farmers. Mimi nimeonelea kwamba leo bwana gavana wetu wamefanya vizuri kutupea mbolea. Licha wengi wanauza, wasiuze mbolea, tupande mahindi tupate chakula kwa wingi. Nimefurahi sana kwa ajili gavana wangu Kennedy Lusaka Kufuela amenipea mbegu mahindi kilo 10 na mbolea kilo 50. Ninashukuru sana kwa maana ninakuwa na nguvu. Jumatatu niko napanda. Hata nilikuwa nimengojea tu sijapata, nikuomba tu nilikuwa sijapewa, lakini Mungu amenibariki na gavana wangu amenipatia, sasa nimekuwa na nguvu. Jumatatu niko kwa shamba. Nilikuwa hata sijapata kitu. Wakulima wengi miaka iliyopita nilikuwa sijapata, lakini vile walikuwa wanapata wanauza. Hata zingine zilikuwa asifiki nyumbani, anachukua tu mtu wa pikipiki akimpea, huyo ndiye amenunua na anaenda hivyo. Na yeye mwenyewe hata wanapewa na wengine hata hawana mashamba. Lakini kwa saa hii tumefanywa vetting, unakuwa na shamba ndio uchukue mbegu na mbolea.